mkutano wa pamoja wa wadau wanaosimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo nikushukuru sana kiongozi wetu wa TAKUKURU katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kwa kutukusanya hapa, lakini nikushukuru sana katibu tawala wetu wa mkoa kwa kuratibu na kushirikiana ili jambo hili liwe kama ilivyokuwa sasa. Nafahamu hapa wakuu wa wilaya wote walipaswa kuwepo, lakini kama unavyofahamu mkoa wetu tumeendelea kugawana majukumu, na sasa hapa tunaye mkuu wa wilaya Kinondoni ambaye anamwakilisha mkuu wa wilaya ya Ilala ambaye yuko safari kwa muda mfupi kidogo. Kwa nikushukuru sana pia mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa wilaya wote, madasi na ukurugenzi wa halmashauri zetu ambao mko hapa, viongozi wa TAKUKURU pamoja na wadau wote wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambao leo tumeungana hapa kwa pamoja. Sasa kabla sijazungumza mambo mengi, ningeweza kuhutubia kidogo by concepts. Na kwa kufanya hivyo, labda kila mmoja ajiulize concept ya maendeleo. Tunazungumzia maendeleo ya watu. Narudia mara kwa mara ile concept ya development of the people, for the people, by the people. Ili maendeleo yawe na maana, lazima yaguse watu. Na ili siasa iwe na maana, lazima iguse watu. Kwa hiyo kwenye cycle ya maendeleo anayezungumziwa pale ni mtu. Sasa ili iwe ni maendeleo kwa ajili ya watu, lazima haya maendeleo yaguse watu. Na kugusa watu ni dhana pana. Na kwa kuwa ni dhana pana, watu wenyewe ni rahisi kutafsiri kwamba haya ni maendeleo yetu. Kwa unaweza kufika mahali ukaweka kweli maendeleo, lakini yale ambayo haya reflect hisia za watu, hayo yakawa sio maendeleo. Kwa hiyo leo tunapozungumzia usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo, specific tunaangalia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Sasa kabla tujazungumza mbali, nadhani hebu tusaidiane kuangalia Dar es Salaam ya baada ya miaka 30 ijayo itakuwaje. Hapa wapo wakurugenzi, wapo watalula, wapo TANESCO, wapo kila mmoja yuko hapa. Tunapoitekeleza haya maendeleo ili yawe maendeleo kwa watu, dira yake nyingine ni muhimu tukafuasi mkoa wetu wa Dar es Salaam after 30 years to come. Ili haya maendeleo tunayoyafanya yasiwe maendeleo ya muda mfupi. Kwa sababu tunapozungumzia corruption tutakuja kuingia kwenye kipengele hicho. Nadhani pia ni muhimu kuangalia matumizi ya pesa katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo vis-a-vis miradi hiyo inaweza kudumu kwa muda gani. Kama unaweza kujenga leo barabara ambayo baada ya miaka 4 tunaibomoa, maana yake hiyo inaweza isiwe tofauti na corruption. Inaweza isiwe tofauti na kutokuwajibika. Kwa tunapokuja kuangalia utekelezaji wa miradi ya maendeleo, wanasema a good leader ni yule anayeweza kuiona taasisi yake miaka mingi baadaye, a decade or even 2 decades. Sasa kama unaongoza taasisi na huwezi kuwa na hizo anticipations za kuweza kuangalia taasisi yako inaweza ikawaje in 10 to 20 years, maana yake hata policy unazoziunda zitakuwa sio hai kwa muda wa miaka 10.
Kwa hiyo tutakuwa tunaita taasisi ya uzimaji moto na kutumia resources nyingi za wananchi kwa hasara. Kwa mfano, hapa Dar es Salaam kwa muda huu tuna traffic ya magari mengi sana. Yenyewe magari tu yanapita mara kwa mara kwenye barabara, lakini pia tuna aina ya magari makubwa na ubebaji wa mizigo mikubwa. Inawezekana wenzetu wa TARURA au TANROADS, let's say au TARURA, kwenye ujenzi wa barabara wakawa wana bajeti yao ya kujenga barabara kwa surface dressing, ambayo barabara hiyo inawezekana pia katika bajeti hawana pengine hata hela ya kujenga mitaro ya maji. Surface dressing hii tunayoijenga vis-a-vis traffic ya magari iliyopo na mizigo yake, barabara hii haitadumu zaidi ya miaka mitatu, itakuwa imekwisha haribika, kwa kumaanisha kwamba resources ya fedha tulizozitumia zitakuwa almost tulichukua tukaitupa kwenye dampo in 3 years. Kwa tunapozungumzia maendeleo ya watu, tusije tukasahau kipengele cha watu wanaoweza kuwepo na tukawaona hata kwa miaka 30 ijayo. Kwa mfano, leo ukienda nchi ya Nigeria, wamewaza, wameshindwa, wameamua kuyahamisha makao makuu ya pale Nigeria sasa kwenye ule mji wa kiserikali kutoka Lagos kwenda Abuja. Ukienda kwenye miji kama hata India pale, ukienda mji wa Delhi, wameona sasa umekwisha full, wakaanzisha kitu kinaitwa New Delhi. Ukienda leo hata Kampala wameona pale katikati pamejaa. Mheshimiwa Rais ameamua makao makuu sasa ya ile ikulu yote ile sasa iende moja kwa moja kule Entebbe. Sasa maana yake nini? Kama hutakuwa na uwezo wa kuangalia hiyo future ya mbali, maana yake ni kwamba resources za taifa zitakuwa zitatumika vibaya. Kwa hiyo maendeleo ya watu ni pamoja na kuakisi miaka kadhaa baadaye. Ukienda pale China, katika ni mkoa au jimbo la Guangdong, ambayo Guangzhou ndio iko mle ndani, Shenzhen ipo mle ndani, kuna sehemu wameweka wanakuonesha China ya miaka 100 ijayo. Wanapokuonesha China miaka 100 baadaye, manake wanataka kuweka matumizi ya resources sahihi bila kuzipa uharibifu. Kwa mfano, sisi tumekarabati ukumbi wetu hapa. Haya ni maendeleo. Why if baada ya miaka 50 ijayo ramani kaonesha kwamba chini ya jengo hili zinapaswa zipite tunnels za reli? Je, jengo hili itabidi liwepo au itabidi liondoke? Itabidi liondoke. Je, ujenzi huu kuna makosa au una makosa? Hauna makosa. Lakini makosa yake ni kwamba haukuzingatia miaka 20 ijayo. Hilo ni jambo la muhimu la kwanza. La pili, katika maendeleo haya lazima taasisi ziwe coordinated ili maendeleo kwa watu yasomane. Nikisema maendeleo ya watu kusomana, maana yake nini? Leo TARURA anajenga barabara, labda kwa surface dressing au kwa asphalt concrete, tena wakati fulani labda kwa thickness ya 40 to 50, labda na CL au tunasema load capacity labda ya 50. Anakuja DAWASA anakata na chainsaw ile barabara, halafu akimaliza kukata anaondoka, kwa kuwa hana utaalamu wa kuirudisha ile barabara kwa namna walionayo TARURA. Swali linakuja,
Kama mlijua kwamba hapa litapita bomba, kwa nini hamkukaa kwa pamoja kujicoordinate? Ile unakuwa ni uharibifu wa pesa za umma zinazorejelewa kuwa ni maendeleo kwa watu. Kwa hiyo leo tuko hapa ili moja, kusaidiana kwamba lazima tunapofanya maendeleo yetu sisi kwa watu, maendeleo yetu yasomane. Kwa mfano, unakuta hapa ipo hospitali, kwa pembeni imejenga mochwari, halafu pembeni ya mochwari pana makazi ya watu. Sasa huyu mtu akisikia watu wanalia baada ya mwenzao kufariki, na bahati mbaya yeye alikuwa anaumwa kwa usiku huo, anakata matumaini. Mifumo ya maendeleo kwa watu, mochwari mnaihitaji, tunahitaji mochwari, ni maendeleo kwa watu. Lakini je, ipo maeneo sahihi? Mfano mwingine, leo tunapiga kelele na masuala ya makelele yanayozidi kwenye mabaa huko pembezoni. Je, tunazuia watu kunywa pombe? Hatuzuii. Lakini mifumo inasomanaje? Chini umetoa kibali cha kujenga nyumba za makazi, on the spot umetoa kibali cha baa kukesha masaa 24. Yote ni maendeleo kwa watu. Nyumba tunazipenda, hizo 10 za starehe tunazipenda. Je, mifumo hii imesomana? Haijasomana? Jamani, imesomana? Haijasomana? Haijasomana. Kwa hiyo umuhimu wa kikao hiki ni pamoja na kuthibitisha kwamba mifumo lazima ifanane.